Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema hawana kwa sababu hawaombi. Kwa hiyo hatuwezi tenganisha maombi na vile tunavyohitaji na mkono wa Mungu kutusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Na kichwa cha somo nimekipa nasema hujachelewa sana. Hujachelewa sana. Lakini iko wapi mipango au malengo yako kwa nusu ya pili ya mwaka 2026? Hujachelewa sana. Lakini iko wapi mipango au malengo yako kwa nusu ya pili ya mwaka 2026? Hujachelewa sana. Lakini iko wapi mipango au malengo yako kwa nusu ya pili ya mwaka 2026? Bwana alibariki neno lake. Kabla sijaenda mbali, ningependa kuanza kwa kuzungumza hivi. Wote mimi na wewe tunaelekea katika nusu ya pili ya mwaka 2026. Si ni kweli? Si ni kweli? Ama kuna mtu tutamwacha? Tunaelekea katika nusu ya pili ya mwaka 2026. Hiyo ni kipengele ambacho inabidi nikukumbushe kwamba usisahau kwamba baada ya muda tunakata mwaka kati. Haya somo utayakuta na kutoka Biblia. Haya yako ndani ya meza ya Bwana. Amen. Amen. Kwa muda mfupi unaokuja, mimi na wewe tutakuwa tunaelekea nusu ya pili ya mwaka 2026. Si ni kweli? Si ni kweli? Pointi nyingine ambayo ningependa ujue, katika Ukristo adui mkubwa katika maisha yako sio kifo au shetani. Adui mkubwa katika maisha yako sio kifo au shetani, bali ni maisha bila malengo au mpango. Adui mkubwa wa maisha yako sio kifo au shetani katika maisha ya Ukristo. Ndani ya maisha ya Ukristo, shetani sio ishu. Ishu iko kwako kuwa na maisha yasiyo na malengo au mipango. Huyo ndiye adui mkubwa sana katika maisha yetu. Utajua baadaye nitakapokuwa nazidi kufafanua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimeanza kwa kusema tunaelekea nusu ya pili ya mwaka 2026. Na nimefuata ya pili nikasema katika Ukristo adui mkubwa katika maisha ya watu sio kifo ama shetani, lakini ni maisha bila malengo au mipango. Maisha bila malengo au mipango ni adui mkubwa sana katika maisha ya Ukristo. Pointi nyingine, malengo au mipango ni hatua ya juu sana ya kiwango cha imani. Malengo au mipango, mtu anapokaa anapanga malengo au mipango, ni level ya juu sana ya kiwango cha imani.
Malengo au mipango ni kiwango cha juu. Ukiona mtu anapangilia vitu, ukiona mtu amekaa anaandika kitu, ukiona mtu amekaa na tafakari na kupangilia kitu kinachohusiana na maisha yake, aweje, afanyeje, atendeje, huyo mtu ana level fulani kubwa ya kiwango cha imani. Tunao Wakristo wengi, ikifika Januari hana habari, ikifika Disemba hana habari, maisha yake yamekuwepo tu. Ukimuuliza na mipango gani, atakwambia kwenda mbinguni. Sawa, hujaenda. Hapa duniani una mipango gani? Hata ajui. Anashikashika hili anaacha, anagusa hili anaacha, anasema hili anaacha, maanake hana mipango yoyote. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Muulize mwenzako, una mipango gani? Muulize una mipango gani? Muulize una malengo gani kwa mwaka huu 2026, awamu ya pili? Una mipango gani? Umeweka malengo gani? Umekaa umepanga nini? Ukimuuliza anasema Biblia inasema angalia ndege wa angani, hawasokoti wala hawavuni, alafu anaswamba, yuko hapa, yuko pale, yuko pale, yuko pale. Huyu mtu wa namna hiyo anapoteza muda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mipango au malengo ndiyo yanayokuonyesha wapi unaenda, wapi unategemea kufika, wapi unategemea kuwa. Fikiria umekutana na mtu anakuza samani, kuna shida gani? Nionyeshe njia ya kwenda popote. Utafanyaje? Hata kwenye vichaka utamsakizia, nenda kwenye vichaka huko. Kwa nini? Si akwenda popote. Ndio Wakristo wengi, wao siku zote wanatafuta njia ya kwenda popote. Hawana uelekeo, hawana dira, hawana mikakati ya kuona wanatakiwa kwenda wapi. Lakini isiwe fungu lako kwa jina la Yesu. Lazima uwe na mahali. Hata kama ukitoka hapa umebeba shigaka, umekaa kwenye shigaka, umelipia, unaenda, lazima utakuza mzee, unaenda da kufanya nini? Anasema hamna, hili gari bwana linapiga mziki hili, acha tu. Hapo dereva kama namuelewa, wewe acha tu. Mimi unafika da, alafu unafika na kakao na shanga pale Magufuli, alafu unarudi tena. Mzee, unakwenda da kufanya nini? Una popote. Hiyo ndiyo njia ya kwenda popote. Lisiwe fungu lako kwa jina la Yesu. Lazima maisha yako yawe na dira, lazima maisha yako yawe na uelekeo, lazima uwe unajua unatakiwa uende wapi. Tuko sawa? Tuko sawa? Lazima ujue. Acha tu ile ya kwenda mbinguni. Sawa, wote tuna safari ya kwenda mbinguni, lakini tukiwa hapa duniani kuna mahali tunahitaji kwenda. Kuna Kanaani tunahitaji kwenda. Kuna Kanaani yetu tunahitaji kwenda. Tutoke kwenye maisha magumu tuingie kwenye maisha mazuri. Tutoke kwenye magonjwa tuingie kwenye afya. Tutoke kwenye kudharauliwa tuingie kwenye heshima. Tutoke kwenye hali ya kuona chini tuingie katika hali ya kuwa juu. Ndani ya Ukristo ni ya haki zetu hizo za kuwa watu wa tofauti, ya kuwa watu maalumu na kuwa watu wenye faida katika jamii. Chapie Bwana Yesu makofi. Mithali sura ya 21, tuanze kudadavua mistari. Yesu, asante kwa rehema. Mithali 21 mstari wa 5. Mithali 21 mstari wa 5 inasema, mawazo ya wenye bidii huelekea
utajiri tu, bali kila mwenye pupa, sema pupa, huelekea uhitaji. Tafsiri nyingine, umaskini. Mawazo ya wenye bidii, haijasema mwenye kama mmoja, imesema manake mtu yoyote mwenye bidii huelekea utajiri, bali kila mwenye pupa. Unajua mwenye pupa? Unajua mtu mwenye pupa huelekea uhitaji. Kwa hiyo kuna mtu ambaye ana mawazo yenye bidii, huyu mtu siku zote anaelekea kwenye utajiri. Lakini kuna mtu mwenye mawazo ya pupa huelekea uhitaji. Sasa unaposoma hii mistari, tafsiri ya Kiswahili haijanoga, sema haijanoga. Rudia tena. Ikiwa ukitaka kujua maana ya vitu vingi kiroho, tafuta tafasiri pia za Kiingereza, lakini zipo pia za kikabila. Amen. Yeah. Anaposema mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri, tafsiri zote za Kiingereza zimetafasiri kama mipango ya mtu mwenye bidii humwongoza katika utajiri na faida. Mipango ya mtu mwenye bidii, manake ana mipango, alafu ana nini? Ana bidii ya kutekeleza mipango, manake anaelekea katika ufanikiwa, katika utajiri na faida. Ana mipango, alafu ana bidii kuhakikisha kwamba hiyo mipango inatokea, kwa kuifuatilia, kwa kuomba. Huyu mtu atafanikiwa. Wengi tumekaa na mambo ya Mungu, Baba nifanikishe, Baba nifanikishe, Mungu nifanikishe. Sawa, anataka aone mipango yako ni ipi, akufanikishe katika lipi, na mipango yako iko wapi, ili kusudi apate kukusaidia na kufanikisha. Pasipo mipango, Mungu hana cha kufanya. Huna mipango, haijalishi umeokoka hujaokoka, huna, Mungu hana cha kufanya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo anaposema habari za mawazo ya wenye bidii, anazungumzia mipango ya mtu mwenye bidii, inamuongoza katika utajiri na faida. Au malengo ya mtu mwenye bidii yanamuongoza katika utajiri na faida. Tafsiri nyingine inasema yeye aliye na mipango makini na bidii huongoza katika prosperity, maana katika mafanikio. Kwa hiyo ukiokoka, achana na Baba nisaidie, nifanikishe, alafu umekaa huna chochote cha kufanya, utakuwa kijana na utakuwa mzee, hamna mafanikio. Lazima ujue mipango ipi, lazima ujue mipango, ninapanga hivi, napangaje. Ndio maana nimekuambia katika kichwa cha somo, nimekuambia hujachelewa bado. Inawezekana unafikiria umechelewa, lakini iko wapi mipango yako na malengo kwa nusu ya mwaka? Ndio maana nimeweka somo hilo kikalamu kwanza. Iko wapi mipango? Kwa hiyo anaposema mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu, anamaanisha mipango ya mtu mwenye bidii humwongoza katika utajiri na faida.
Kwa hiyo unapoona mtu ana mipango mizuri ameiweka, au mipango makini ameweka, akachanganya na bidii yake, uwe na uhakika lazima huyu mtu atafanikiwa. Kuna vitu ambavyo ulimwengu tunaona watu ambaye hawamjui Yesu wanavyo, lakini sisi hatuna na wala hatufanyi. Mtu yoyote ambaye ana bidii na ana juhudi, haijalishi yukoje, huwa hanafanikiwa. Si ndio? Si ndio? Si ndio? Si ndio? Huwa anafanikiwa. Kwa nini? Angalia waliofanikiwa wengi katika mji, uone kama ni watu waliokoka. Lakini wanatumia kanuni hizi kwa upande wa pili, wanakuwa na mipango, wanakuwa na malengo, wanataka wafike sehemu gani, wanaweka na hivi vitu, wanaanza hata kwa waganga wanaenda kwa mipango yao inakaa sawa. Lakini sisi hatuna, tunaishi kama ndege, hatuna chochote cha kuonyesha, hatuna chochote tunacholenga, hatuna mahali popote tunapokwenda, hatuna jitihada zote za kusema tunatoka hapa tunakwenda pale. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Labda niseme hivi, imani ulionayo katika Kristo Yesu bila mipango ni sawasawa na kujihisi tu. Imani ulionayo katika Kristo Yesu bila mipango ni sawasawa na kujihisi. Unajua kujihisi? Natamani ningekuwa na wapi hapa. Natamani ningekuwa natamani leo ningekula nyama. Ni maisha ya matamanio, ni maisha ya kujihisi tu, lakini hayana nini? Hayana matokeo. Una imani sawa ndani ya Kristo Yesu, ni jambo jema na jambo zuri. Hatua inayofuata ya pili, anza kuweka mipango. Weka mipango kwa ajili ya maisha yako. Weka mipango kwa ajili ya ndoa yako. Weka mipango kwa ajili ya biashara yako. Weka mipango. Bila mipango mikononi mwako, Mungu hana cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako usiishi kama ndege. Unarukaruka haijulikani. Biashara gani unafanya? Leo na nyanya, kesho na vitunguu, kesho manyanya ntore, kesho tumeona unatembeza nguo za watoto za ndani, kesho kuta tumeona magauni. Wewe hasa ni nani? Huna malengo. Unataka uuze viatu. Muulize Mungu ni aina gani ya viatu unatakiwa uuze. Hiyo ndio inatofautisha habari za kukopi na kupesti kazi za watu wengine. Umemwona mama fulani ameanzisha mgawa hapo, na wewe umeibukia ndani pale kwenye mgawa. Usiende kwa kuiga. Wewe ni wa pekee, wewe ni wa tofauti, wewe ni maalumu. Kuna portion ya kwako kwa ajili ya maisha ya kukuinua, sio kuiga. Tuko sawa? Acha masuala ya kuiga, kuna kitu cha kwako. Mungu atakwambia katika viatu, tafuta viatu vya watoto wachanga. Sina wanavaa. Havipo. Ndio tutaona wewe una mpango tofauti na huyu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa nini maeneo ya uchumi yamekuwa ni tatizo sana ndani ya mwili wa Kristo, hasa walokole? Kwa sababu wanajiendea tu. Bwana Yesu asifiwe. Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Singelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Singelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Niseme hivi, maandalizi yanatakiwa kwa ajili ya Mungu kuingia kazini katika maisha yako. Ili Mungu aingie kazini katika maisha yako, maandalizi yanatakiwa. Shada na walokole wanaonekana wametoka, hawana chochote, hawana lolote, wanafikia watapata kitu. Maombi peke yake hayatoshi. Yana umuhimu, lakini lazima kuwe kuna maandalizi ya Mungu kuja. Maandalizi ya Mungu kuja, unaambia Mungu, hapa mikononi na kitu fulani ambacho nataka kukifanya.
hapa mikononi nina malengo yangu nayotaka nifikie, hapa mikononi nina mikakati yangu nataka nifike. Nataka kwa mwaka huu kabla hujaisha, Mungu nifikie hatua namna hii kiuchumi, nifikie hatua namna hii kiafya, nifikie hatua namna hii kielimu, nifikie hatua ya mwaka huu kimaarifa, katika kujua nahitaji. Hiyo haiko mikononi mwa Mungu, iko mikononi mwako. Tuko sawa? Tuko sawa sawa. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo kunahitajika maandalizi. Maandalizi ni pamoja na mipango. Maandalizi ni pamoja na mipango, malengo. Ndio maana tunapoanza mwaka tunawabana watu walete hata haya maombi. Haya ni malengo, lakini sawa, kuna watu ambao hawajui namna kusema hivi vitu ili kutoa matokeo. Wakishaandika wameacha, wamesepa, wameendelea na mambo yao, wanasubiri mambo yajifanyie tu yenyewe, wakati yeye mwenyewe hana chochote anachoelekea. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa tunapozungumzia malengo au somo hili, yako magrupu makuu mawili ya watu katika ibada hii. Ambayo kila moja linatoa matokeo yake, na nitazungumzia yote mawili kabla sijaanza kuomba kwa ajili ya mwaka huu awamu ya pili. Bwana apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Grupu la kwanza ni la wale ambao walianza mwaka 2026 kwa matarajio makubwa na kuandika orodha ya malengo wanayohitaji kufanikiwa. Walioandika, wapo walioandika hapa, wameandika saa zingine mahitaji 10, wengine 5, wengine karatasi zote 10 wameandika. Wanahitaji Mungu awafanikishe. Sio mbaya, ni nzuri. Chapie Bwana Yesu makofi. Au wale ambao wameandika malengo, lakini mpaka sasa kuna baadhi ya malengo yametimia na mengine bado. Kuna walioandika na matarajio makubwa, na kuna wale ambao wakati wameanza kuandika wameanza kuona mkono wa Mungu ukiwasaidia katika ile jambo. Wapo aina hiyo, ijapokuwa hayajafika yote. Labda ameandika mambo 9, labda ameandika mambo 10, alafu katika mambo 10 hayo labda limetokeza moja, mengine yote bado, mengine bado. Au wale ambao wameanza kuandika 2026 mwezi wa kwanza, lakini mpaka sasa hawajapata hata kitu. Hawajapata hata. Kuna wale walioandika malengo wakiwa na matarajio makubwa, wale ni good, lakini hatua ya pili ni ya wale ambao wameandika na wamepata majibu sehemu, na hatua ya tatu ni ya wale ambao wameandika mwezi wa kwanza hawajapata chochote. Ameomba mume aokoke, ameomba biashara inuke, ameomba mabadiliko ya kiroho, hajaona chochote. Hilo pia naye ni grupu la aina ya watu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Muulize mwenzako, huko kundi gani? Muulize tena, muulize tena, alafu mwambie ajibu pole pole. Sasa mwambie pole pole, kundi gani? La 00 au 1 bila, ama lile lingine.
Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Singelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Singelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Baba yanipasa Haleluya. Na mimi huwa ninaandika malengo kama wewe, hata ya kwenda kwa ajili ya kupokea manyota ya humu, nimeandika sana pale. Tena mimi nilikuwa ninaandika, naweka karatasi ama daftari, hii inabaki kopi, hiyo original inayokuja. Mungu akifanya kitu na tiki, ikifika mwisho wa mwaka na tiki hili hatujafanya, inaye tena mwaka unaokuja. Bila malengo Mungu hana cha kufanya kwako. Wewe endelea tu kwenda popote, nionyeshe njia yoyote, nitakuonyesha yoyote. Acheni ulokole wa kizamani. Bwana Yesu asifiwe. Hivi vitu vina kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Leo umeanza, baba nipe kiatu, kesho tena baba na kofia, baba. Kama watoto, unajua watoto anaomba hichi, anaomba hichi, anaomba hichi, anaomba hichi, anaomba hichi, anaomba ndio. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Unajua inachosha, si ndio? Miezi 6 mando rikamando unamgoja Bwana. Si unajua usipokaa makini unakata tamaa. Si unajua usipokuwa makini unakata tamaa. Kama mbona nimeenda hapa mpaka hapa sijaona, sijapata, sijaona mabadiliko. Tuko sawa? Sasa mwambie mwenzako, mchungaji yuko hapa leo kukutia moyo, kukutia moyo na kukutangazia kuwa usikate tamaa, wala usijisikie vibaya, wala usijisikie vibaya. Hali hiyo haimaanishi kuwa vitu haviwezi kufanyika kwa nusu iliyosalia ya mwaka. Vinaweza kufanyika kwa nusu iliyosalia ya mwaka. Usikate tamaa, bado hujachelewa. Chapie Bwana Yesu makofi. Chapie Bwana Yesu makofi. Chapie Bwana Yesu makofi. Chapie Bwana Yesu makofi. Kundi la pili ni la wale ambao, ile la kwanza wana malengo, hawana kabisa malengo, hawana wao, kumekucha itakalo kuja hilo hilo, twende kanyaga twende, ndio hiyo ndio kamkuta huku kamkuta huku kamkuta huku. Hawana wao, hawajaandika na wao hawana kabisa chochote. Kukikucha asante Yesu, akilala hakuna shida, akiamka hamna shida. Hawajajihusishi, hajihusishi wala haangalii. Ili kundi la aina hii ya watu huwa wanaamini kuwa matukio katika maisha yao hayako katika uwezo wao.
hili kundi la watu ambao hawana malengo. Lolote alokuja wao wanafanya sisi. Leo utamkuta Kinde, kesho utamkuta Isaka, kesho kutwa amesikia mtu anaenda amedandia kwenye gari lifti, rafiki yake anakwenda huku naye anakwenda huku, hana malengo yoyote. Kundi la namna hiyo huwa wanajifikiria kwamba mafanikio ama kuinuka katika maisha yao haiko kwenye uwezo wao, wanaamini hivyo. Mwambie mwenzako unahusika. Mwambie mwenzako unahusika. Bwana Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Na hawa asilimia kubwa huwa wanaamini matukio ya maisha yao, hatua ya pili, huwa yako kwa wazazi wao au ndugu zao. Unacheka mzee mwenzangu. Yaani wao kwanza wanaamini hawawezi kujishughulisha ili kupata utajiri, hawawezi kujishughulisha ili kuoa, hawawezi kujishughulika ili kuolewa, hawawezi kujishughulika kwa ajili ya mafanikio yao. Wanaamini matukio kwenye maisha yao yako kwa wazazi wao au yako kwa serikali. Serikali isipoleta watajua. Isipoleta dawa ya mbu, tajua ni serikali. Hata kuchimba choo serikali. Hata usafi kwenye nyumba yake serikali. Hata watoto wake kwenda shule serikali. Kwa hiyo wao wanajua hawahusiki, na wanaohusika kwenye maisha yao ni watu wengine na wala sio wao. Na wakati mwingine hawa watu wasio na malengo huwa wanaamini kuwa maadamu ninaishi vitu vitafanyika tu. Hawana haraka. One day yes. Wanasema one day haina shida, vitafanyika tu. Mwambie mwenzako vitu havijifanyi, vinasababishwa. Ni sawasawa tunakaa hapa, alafu nataka kuzima, wengine warokore, ninavunja taa zimika. Huku unajua kwamba kuna nini, kuna switch. Ili taa iwake lazima ile isababishe iwake. Ili taa izime lazima isababishe izime. Hivi vitu havijiendeshi, vinaendeshwa. Hata ishi ya maisha kama haujihusishi vitu havifanyiki. Tuko sasa. Na hao wanakuambia wakali kweli. Wanaamini vitafanyika tu hata bila ya kujihusisha kwa lolote. Kwa nini usiruki? Mzee, kwa nini usiruki? Kaa tu. Biblia imesema ndege wa angani hawalii wala wasokoti. Imesema. Ndio unakuta mtu hajihusishi, unakuta mtu amekaa hapo hapo, unakuta mtu hana uelekeo, alafu anataka baba nipe milioni 2 zitoke wapi? Bwana Yesu asifiwe. Na ni wasingiziaji wazuri hawa watu ambao hawana malengo. Wanategemea kuibia kwa wengine. Wanalalamikaga matatizo haya niliyo nayo ni fulani, shida hii niliyo nayo ni fulani, maisha yangu yamekuwa kwa sababu ya fulani. No, tengeneza mipango yako, mambo yatakaa sawa na utamtukuza Mungu aliye juu.
Wanaweza kukuibia fedha, lakini hawajakuibia Mungu mwenye fedha. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Wanaweza kuchukulia vitu vyote, lakini hawajakuibia Mungu mwenye vyote. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Sosi ya maisha yetu, chanzo chake ni Mungu, wala sio vitu. Bwana wa Bwana apewe sifa. Ni wasingiziaji fulani, na hauwezi kufanikiwa mpaka wazo la kulalamika kwa mabaya yanayosababisha likate ndani yako, ndani ya kichwa chako na mawazo yako, ndivyo utamwona Mungu. Wewe ukiendelea kuwashikilia hao, unaendelea kujichelewesha. Waache, walifanya atukuzwe Mungu. Kaa na Mungu, andika mipango yako na Mungu. Mungu, tunaenda wapi huko sasa? Mungu, tunapeleka wapi? Maana umesema katika neno lako, wewe ndio mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, na kando ya maji ya utulivu uniongoza. Kaa na Mungu, weka mipango. Unamwona yule mtu aliyeibiwa, aliyekuwa anatapeliwa kwenye Biblia, mpaka ikafikia hatua mwenye yule tajiri akajua kwamba anamtapeli. Alipojua anamtapeli, yule akaenda akafanya tena ujanja kumtapeli zaidi, kuweka tena, bwana, nataka kufukuzwa kazi bwana, najua mimi silimi, uwezo wa kulima sina, uwezo wa biashara sina, sasa fanya hivi, hebu leta ile hati yako ya madai. Ulikuwa unadai shilingi ngapi? Nilikuwa nadai shilingi milioni 2. Okay, sasa andika milioni 1. Hiyo milioni 1 hebu nipe hapa, mimi niendelee na maisha, ama natafuta namna ambapo nikija tena kuomba msaada hautaniacha, kwa sababu nimekusaidia. Ile deni ambayo itakiwa mlipe bosi limepunguzwa na wewe umepata unafuu. Yule mtu wa tajiri alijua, lakini hakulalamika, lakini hakunung'unika. Alijua chanzo chake cha kipato ni Mungu alijua, wala kumpeleka polisi. Mungu akiwa chanzo chako, wakitoa 2 analeta 4, wakitoa 4 analeta 6, wakitoa 6 analeta 10. Tuko sawa? Shika, mnanipata wana IRCT? Mnanipata kweli? Kabisa, mnanishika vizuri. Nazungumza vitu vya kukusaidia. Sikiliza, Ukristo sio kukaa na kubweteka na maisha ya kuchoka na maisha ya umaskini. Hakuna Ukristo wa hivyo. Ukristo ni maisha ya mafanikio, huku katika roho baba na mfukoni mambo yako mazuri. Tuko sawa? Tuko sawa? Acha tabia hiyo, mtaka kwa shilingi 500 unakosa usingizi, alafu unamchapa mpaka usiku kucha. Achana na maskini huko. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Yaani 500 tu. 500 tu. Mtoto atachezea na wewe mwenyewe usingizi unakata. 500. Lakini sio fungu lako kwa jina la Yesu. Sio fungu lako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo hawa ni watu wenye malalamiko sana, kwa sababu sosi ya maisha yao iliishia hapo. Lakini wale wajanja, sosi ya maisha yao ni Mungu. Amen? Amen? Chanzo cha maisha yao ni Mungu. Tuko sawa? Lakini hao pia wao ufikiri kuwa bwana, kuwa tajiri ni swala la bahati bwana. Kuwa tajiri, mimi naweza kuwa tajiri, familia yetu maskini, maisha yetu hata haeleweki. Mimi mwenyewe naunga sopa kama super glue maisha. Niwe tajiri mimi? Sikiliza, achana na mawazo hayo. Katika Kristo yote yawezekana. Leo hii tunataka kuona mzee ama dada pale mambo yako yamekaa shagara baba. Kesho tunaona unanipigia huyu, "Pastor, hebu twende nikupe lift." Inawezekana. Tena wale wanaochekwa mpaka inaonekana ni maskini tosha, au ndio Mungu anakuja kuwainua, kufunga watu vinywa.
Amen. Wamekucheka huna mtoto, wala usiofu, watafunga vinywa wenyewe. Wamekucheka maisha yako ni ya kuungaunga. Sawa, hata kwenye vikao vya harusi hawakupi kadi, kwa sababu wanajua hauna hela. Si unajua ukipewa kadi wanataka hela. Sasa kama hauna hela unafikiria nini? Je, kuona kwenye michango wale wanaenda kwa wale matajiri, wanajifanya wanajua tajiri, hii ni kadi yetu ya harusi lakini tunataka tu mawazo. Waongo wakubwa, hawataki mawazo, wanataka hela. Kama unafikia Tanzania, Biblia inasema hekima ya maskini haisikilizwi. Fuatilia, kana tajiri hapo. Alafu wewe ujaa hekima yako ya kimungu, toa mawazo yako kama yatafuata. Hekima ya maskini haisikilizwi. Ushauri wa maskini hausikilizwi popote pale. Tajiri hata kama alijasoma aliburura tu, likisema wazo la ovyo wanalipigia makofi. Kwa nini? Hela. Baba yangu wa mbinguni, anipasa nishukuru, singelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu. Singelikuwa ni wewe nisingelipata wokovu. Baba yangu wa mbinguni, haleluya, nipasa yana mambo yele yangu, mama yangu. Sikiliza, haijalishi unapishana naye, wanaendesha gari, wanakumwagia na vumbi, unawatazama namna hii, unaonyesha kidole, waambie ni swala la muda tu. Waambie ni swala la muda tu. Na kwako inawezekana. Mungu anapoamua kukuinua, haijalishi ukoo uliotoka, haijalishi familia uliotoka, haijalishi historia ya ukoo wenu. Akiamua kukuinua, anakuinua tu kwa ajili yake na kwa sababu yake. Tuko sawa? Wewe kaa naye vizuri, atakuongoza katika malisho ya majani mabichi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunapoenda namna hii, lazima kwamba inawezekana. Ndio maana nakupa misingi ya awali ya mafanikio. Mipango iko wapi? Malengo yako yako wapi? Mipango yako iko wapi? Ni moja ya vyanzo vya chini kabisa vya Mungu kuanza kuinua mtu. Kwa sababu Mungu anataka aanze kukuinua hatua kwa hatua, ili usije kumsahau katika hali ulionayo, akuinue kiuchumi, kimaisha, kihuduma, kiutumishi, ili usije kumsahau. Ukumbuke alikutoa katika maisha magumu kiasi gani. Ukumbuke alikutoa kwenye maisha ya kutangatanga, alafu akakufanya kuwa wake, alafu akakubariki, ili usisahau. Usije ukasema ni kwa uwezo wako wala kwa nguvu zako. Ndicho Mungu anachotaka, na ndio maana anachagua wale walio dhaifu, wale walio wanyonge, ili apate kuwafanikisha. Wale waliokataliwa na ndugu na jamaa, ili apate kufanikisha. Tuko sawa? Tuko sawa? Mungu anataka kutoe chini, akuketishe pamoja na wakuu. Nafikia tu tunapigiwa simu na wakuu wa mkoa, wilaya, mkuu wa mkoa. Mzee, tukwenda kusalimia. Hata kama una umri mdogo kama wa Elisha, anakuita mzee. Unafikia anasema mzee umri wako, anasema mzee hela yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu asiye na malengo hufeli sana katika maisha. Mtu asiye na malengo hufeli sana katika maisha. Kwa mfano, sema kwa mfano, sema ninahitaji kukua kiroho. Sawa? Nahitaji kukua. Hivi unafikiria
Inatosha tu kusema Baba, katika jina la Yesu nipe kukua kiroho, nipe kukua kiroho. Ribo shata karia, napokea kukua kiroho. Umekaa. Maana yake lazima ifikie hatua utenge muda wako kwa ajili ya kusoma na kujifunza. Huwezi kukua kiroho kwa maombi peke yake. Unapata nafasi, unatenga muda, unasoma Biblia, unasoma vitabu, unakaa kwenye mafundisho. Huyo ni mtu ambaye anakuwa. Sasa ukishakuwa na malengo ya namna ya kukua kiroho, haishiki kusema kwa maombi kwamba Mungu naomba nikue. Lazima ukae na uanze kufuatilia na kudumu kwenye mafundisho na kudumu kwenye maombi na kudumu kwenye mafundisho na kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Lazima ujue hivyo vitu, kwamba haitoshi kusema naweka malengo, haitoshi kuomba. Lazima ufikie hatua sasa ya kuchukua hatua. Kuna vitu ambavyo ni wajibu wako, inabidi ujiandae kwa hivyo vitu ili Mungu aingie. Mungu haji patupu, Mungu anakuja kwenye kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Weka malengo, weka malengo, weka malengo ya siku, weka malengo ya wiki, weka malengo ya mwezi, weka malengo ya miezi mitatu, weka malengo ya muda mfupi, weka malengo ya muda mrefu. Itakutengenezea nidhamu. Weka malengo, usiishi maisha bila malengo. Kuanzia asubuhi lazima malengo yako yawe ni kutimiza ndoto uliyokusudia. Hauna malengo. Ndio kuna afisa mmoja alikuwa akitufundisha, alikuwa akiongea sana mpaka jasho linamtoka. Anasema kuna watu huko, niye maafisa wameshakuwa maafisa sasa, watakuwa wanavaa kama brother K. Unajua kama brother K anavaa mango yake, kwa hiyo anaanza kututupia madogo. Halafu kuna wengine Mwajuma ndara ndefu, unajua maana yake anatembea, yuko mtaa huu, yuko mtaa huu, anaita Mwajuma ndara ndefu. Na mimi nasema usiwe Mwajuma ndara ndefu. Wewe asubuhi tu umeshaenda kwa watu, wewe huna malengo. Wewe unazurura kwenye mji huu, 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 huna malengo. Ukiwa na malengo utaamka asubuhi kufanya kitu ambacho kinatakiwa kwa ajili ya kutimiza malengo yako. Hutazurura. Kuna mama mmoja ilikuwa asubuhi tu ameshaanza, amekamata mswaki, yuko kambini pale, namuona anaenda timia, jana ilikuwa nini huko na mswaki. Ni bure kabisa. Wewe malengo yako huko serious kuyatimiza kiasi gani? Kuwa serious na malengo yako. Angalia watoto, kuna kitu wanachezea hawa wawili. Ni mashemasi, na watoto kuna kitu wanakipiga. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Kuwa serious na mipango yako. Sawa? Mind mambo yako. Fata vitu vyako. Jitenge kwa kuomba, jitenge kwa kutulia, kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu, kwa ajili ya hatima yako, kwa ajili ya kesho yako. Usiwe mtu wa kuzurura nyumba na nyumba, mji na mji, huna shughuli. Asubuhi tu hata hujasafisha nyumba umeshaanza kuzengea kwa watu, unatafuta chai. Manake nikiona mtu namna hiyo hana malengo. Malengo yanakufanya ukae uanze kutafakari, hili itafanyaje? Niangalie mimi uone, sina marafiki au sina marafiki na sina maadui. Lakini maisha yangu najua mimi mwenyewe. Unaweza kukuta nikashinda humu, nikashinda nyumbani, ninakaa na waza, yule nilimwombea hajapona, kwa nini hajapona? Ninaanza kufuatilia. Yaani maisha yako tight, yamebanana na muda wenyewe ni mfupi, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ninachokikusudia kipate kutimizwa. Sasa wewe mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba kama barozi,
huna nidhamu ya malengo ya siku, huna nidhamu ya malengo ya wiki, huna nidhamu ya malengo ya mwezi, huna nidhamu. Manake mtu anapoamka asubuhi, wazo la kwanza ni malengo yake. Tuko sawa? Tuko sawa sawa? Badilisheni hiyo mentality, mtaona mnaanza kwenda na Mungu vizuri. Natafuta kiwanja nitakipataje? Hivi kiwanja ni shilingi ngapi? Unaandika, alafu unaanza kumshirikisha Mungu hicho kitu. Mungu ukiwa na kitu mikononi, anakithibitisha, anakipa tiki, alafu anafanya la kwanza na tiki, anafanya la pili na tiki. Lakini wakati mwingine huwa anafanya kama popcorn. Unajua popcorn? Unajua popcorn? Popcorn ukichoma hivi na inatoka baraka hii, baraka hii, baraka hii, baraka hii, baraka. Kuna wakati Mungu anacheza namna hiyo kutokana na moyo wa mtu ulivyopondeka mbele zake. Ishu ya uchumi ni muhimu sana, ambayo wengi hawajui elimu yake. Hawana elimu ya fedha, hawana elimu ya malengo, wanafikia kushaokoka imeisha, ni Mwajuma ndara ndefu. Badilika. Watu waanze kusema ni yeye kweli yule. Wanakukuta mezani umekaa, unaanza kutafakari. Wanakukuta unaomba, kuna kitu nataka kukizaa, kuna kitu nataka kizaliwe ndani ya maisha yako. Haiwezekani kama ni mtu wa kuswampa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Haleluya, haleluya. Hivi Yohana, kama unataka kuoa hivi huwa uweke mipango. Unapataje mahali, si ndio? Harusi inafungiwa wapi, si ndio? Unaweka mipango. Sasa utakaje uishi maisha yako ulionayo ya Kristo bila mipango? Nakwambia adui mkubwa wa maisha ya Kristo sio shetani wala kifo. Ni maisha yasiyo na malengo wala mipango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hapo Yesu alitoa mfano mmoja mzuri tu. Akasema, alitoa mfano mmoja mzuri sana. Sasa kusoma lakini Biblia. Unawezaje kutaka kujenga nyumba bila kupanga kwanza? Usije ukajenga nyumba ikafika level fulani, watu wakakucheka. Alishindwa kumaliza huyo, maana yake hakuwa na mipango mizuri. Ama unawezaje kutaka kupigana vita na mtu bila kwanza kukaa chini na kufikiri, hivi nina uwezo kweli kumpiga? Hivi naweza kweli kumdunda huyu? Hivi naweza kweli kumfyata huyu? Ukiona ukikaa umetafakari ukaona haiwezekani, bwana hakuna ugomvi, mimi niko pamoja na wewe, jumuika na yeye ili kusudi isiwe shida. Si ndivyo hivyo? Ukishindwa kumpiga, kuwa naye. Mipango. Wakristo wengi tunajua tu hali ya roho, riko ya masaka peke yake, lakini hapa pana shida. Hatukai na kuanza kutafakari. Lakini sio fungu lako kwa jina la Yesu. 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 Mwambie mwenzako, panga mipango. Kaa chini, andika malengo. Kaa chini kwenye nusu hii ya mwaka, andika malengo yako. Unataka Mungu akufanyie nini? Unataka Mungu akutendee nini? Unataka Mungu athibitishe nini? Kaa kwenye hayo maandishi. Kaa kwenye maombi. Fata mipango hiyo uliyoiweka. Usitoke huku hadi huku. Utafanikiwa. Utaona kabisa ushindi wa ajabu. Mambo ya kiuchumi ni ishu ya kanuni, wala sio ishu ya maombi mengi. Ni kanuni tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema, Baba, katika jina la Yesu, umaskini sio fungu langu. Mateso sio fungu langu. Mahangaiko sio fungu langu. Msiba sio fungu langu. Uharibifu sio fungu langu.
Mimi ni mrithi. Nimerithi amani, nimerithi furaha, nimerithi haki, nimerithi ushindi. Mimi ni kiumbe kipya ndani ya Kristo Yesu. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Kuanzia leo naanza kuweka mipango kwa ajili ya maisha yangu na familia yangu na utumishi wangu, ili niende kwenye viwango vingine anavyokusudia Mungu. Sitakuwa mtu asiye na malengo na asiyefuatilia malengo aliyoyaweka kabisa, kwa jina la Yesu. Chapie Bwana Yesu. Yako mambo mengi kwenye hilo somo na mimi sipendi twende mbali. Nataka tuingie kwenye kuomba kwa ajili ya nusu inayokuja. Lakini kumbuka kichwa cha somo nimekuambia, hujachelewa bado. Inawezekana uliandika hayajatokea. Mimi nikwambie hujachelewa. Hujachelewa. Unajuaje mambo haya yanaweza kufanyika mwezi huu, mwezi unaokuja, ama mwezi mwingine? Unajuaje? Unajuaje mipango ya Mungu kwenye maisha yako? Wakati wa Mungu ndio sahihi zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Acha kuishi maisha kama ndege. Acha kuishi maisha yasiyo na malengo. Na acha kuishi maisha yasiyofuatilia malengo yako. Kama hautakuwa na malengo, huyu akisema naenda Mwanza na wewe unaenda naye Mwanza. Ukirudi mnasema twende Tabora, naenda naye Tabora. Umekaa kidogo tu amekuja mtu mwingine anasema twende Lindi, unaenda Lindi. Kwa sababu huna chako. Yaani huna cha kupoteza. Usiishi maisha ya hivyo. Usiishi maisha hivyo. Hayana faida na yana hatari kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.